Karibuni sana. The theme is the Bible Woman, new edition made for greatness. Tuombe. Mungu wetu na Baba yetu, tunasema asante kwa yote ambayo umetutendea. Asante kwa kila kitu ambacho unakifanya katika maisha yetu. Tunatambua kwamba wewe Mungu ndiye uliye kila kitu kwetu. Tunatambua kwamba sio kwa nguvu zetu wala sio kwa akili zetu, bali ni kwa Roho wako Bwana. Na sasa Mungu mtakatifu, tunaomba uwepo wako wa Roho wako mtakatifu uwe mahali hapa. Tunaomba ukapate kutawala mazungumzo haya, ukapate kutawala mahubiri haya, ukapate kutawala mafundisho haya. Kwenye kila neno tunaloongea Bwana, tunaomba likapate kibali machoni pako. Naomba Mungu mtakatifu, maneno ya kinywa changu na mawazo ya moyo wangu yakapate kibali mbele zako Mungu mtakatifu. Lakini pia kwa namna ya kipekee Bwana, ninaombea na hao wote wanaosikiliza, ukapate kufungua mioyo yao Bwana, wakapate kulisikia neno lako. Neno hili likapate kuwa mbegu ndani ya mioyo yao, likapate kuzaa sana katika mioyo yao. Ninakataa zile nguvu za shetani na mamlaka zake zote, kwa maana neno lako linasema mkataeni shetani naye atawakimbia. Nasi tunamkataa shetani katika jina la Yesu Kristo. Ninakuomba Bwana, watu hawa wakapate kulindwa na wewe Mungu mtakatifu, wakapate kuongozwa na wewe Mungu mtakatifu katika kila wanalolifanya Bwana, ukapate kuonekania katika maisha yao. Na leo hii Mungu mtakatifu, neno hili likapate kuwa uzima, likapate kuwa roho ndani ya maisha yao katika jina la Yesu Kristo. Neno lako linasema roho ndiyo itiayo uzima, mwili haufai kitu. Maneno niwaambiayo ni roho tena ni uzima. Nami Mungu mtakatifu, ninaomba maneno haya ambayo yanaenda kutoka kinywani mwangu leo hii kwa ajili ya watu wako Bwana, yakapate kugeuka kuwa roho na kuwa uzima katika jina la Yesu Kristo. Mungu mtakatifu, ninaomba maneno ya kinywa changu yakapate kuwa na neema. Kama wewe Mungu ulipokuwa hapa duniani, ulipokuwa ukizungumza, watu walikuwa wanastaajabu na kushangaa maneno yaliyokuwa yanatoka kinywani chako, kwa sababu yalikuwa yamejaa neema. Bwana, neema hiyo hiyo ukapate kuachilia kwa ajili ya watu wote wanaosikiliza mahali hapa. Tunaomba haya yote kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Karibuni sana watumishi wa Mungu. So as usual, tunaendelea. Let me see the way nime outline hapa. Tunaendelea na our topic kama ilivyo desturi, ambayo ni the Bible Woman made for greatness. Yes, karibuni sana, karibuni sana. Wow. Okay. So leo tutaenda kwa mwanamke mwingine. Kumbuka tunaangalia characters tofauti tofauti. Yani so far niliwaambia kwamba kuna wanawake 26 ambao nime outline, ambao tutajifunza kutokana na matendo yao, kutokana na the way walivyo live, kutokana na jinsi Mungu alivyoonyesha neema kwao na nini ambacho cha kujifunza. Lakini pia tutaenda kwa wanawake wengine ambao hawajatajwa kwa majina. Lakini pia tutaangalia aspect zote za Biblia zilizoongea kumhusu mwanamke according to the Holy Spirit atakavyokuwa anatuongoza. Kwa hiyo tutakuwa tunafanya mafundisho haya kutokana na mwongozo wa Roho Mtakatifu, wala sio kutokana na akili za mtumishi. No, ni mwongozo wa Roho Mtakatifu. So my work is come and deliver what God has said through his word. Kwa hiyo nitawaambia neno la Mungu linachokisema, nasi tutajifunza, tutaweza kujengwa kupitia neno lake. Tutakuwa wanawake wa Biblia kweli kweli, wanawake wenye misingi thabiti ambayo ni neno la Mungu. Kumbuka Biblia inasema hivi, nyinyi mmezaliwa kwa incorruptible seed, mmezaliwa kwa mbegu isiyoharibika, yaani neno la Mungu. Hiyo iko kwenye kitabu cha I think ni Petro wa kwanza, kama sio Petro wa pili. Anasema mmezaliwa kwa mbegu isiyoharibika, yaani neno la Mungu. So as for us, tumeanza kuzaliwa upya. Kwa nini? Kwa mbegu ambayo haijaharibika, ambayo nini? Ambayo ni neno la Mungu, ambalo tunaenda kujifunza mahali hapa. So leo tutaangalia wanawake wengine. Wapo wengi. I think tunatakiwa tunaongeza speed ili tuweze kuamaliza. Hapa ni outline. Kuna Mary, kuna Elizabeth, kuna Martha ambao tunatamani tuangalie leo, lakini Mary wako 6 kwenye Biblia. Just imagine, na tunatakiwa tupite na wote. So leo tutaanza na Maria mama wa Yesu au mama wa Mungu, ambaye nilikuwa nawaambia kwamba ni a little bit very broad kumuongelea, lakini leo itabidi tumuongelee. So for one time ninaomba nifanye kitu kimoja. So kama uko na Biblia karibu, take your Bible then to flow together. So tutaanza na Maria mama wa Yesu. Tunaambiwa kwamba kwanza kabisa alikuwa anaishi kwenye kijiji cha Nazareth. Kijiji kilikuwa ni so insignificant, kilikuwa
hakina value, hakina status kubwa hivyo. Na ndio maana hata ukienda kwenye kitabu cha Yohana sura ya 1 mstari wa 46, wakati kina Filipo wanamwambia Nathanaeli, tumemwona Bwana. Nathanaeli anaambia, je, kuna chochote ambacho kinaweza katoka, kuna chochote chema kinachoweza kutoka katika Israeli? So katika Israeli, katika Nazareti. So kilikuwa ni kijiji ambacho kinachukuliwa poa sana. Na watu waliokuwa wanaishi kule walikuwa ni watu wa low status. Unaona? So kutokana na insignificance watu walikuwa na dharau nyingi, lakini tunaona kwamba Maria alikuwa ni mwanamke ambaye yuko very very humble and obedient. Humble and obedient. Kwa hiyo sasa hivi nini cha kujifunza sasa? Kwamba unaweza ukakuta background ulionayo watu wakawa wanakudharau. Don't worry kabisa. Unaweza kama ni mwanamke unadharaulika, unapitia mambo magumu kutokana na background ulionayo. Na background sio lazima tu iwe kwamba mahali ambapo umezaliwa, no. Inaweza hata ikawa ni your past experience, past life, jinsi ulivyoishi maisha ya nyuma, yalikuwa maisha ya hovyo kweli kweli. Leo tutaona wanawake ambao baada ya kukutana na Yesu Kristo maisha yao yaligeuka kabisa. Kwa hiyo kutokana na watu wengine wanawadharau watu kutokana na past walizonazo au kutokana na background walizonazo, don't worry, kwa sababu hiyo background Mungu anaenda kubadilisha hayo mazingira, anaenda kubadilisha hiyo situation, kuifanya kuwa kitu cha maana hapa duniani. Tunaona Mariamu alikuwa ni mtu ambaye yuko kwenye low status, lakini kupitia yeye akazaliwa Mwokozi, akafanywa kuwa mwanamke mwenye highest status in this world ever. Na ndio maana akasema kila ambaye atasikia jambo hili ataniita mbarikiwa. Ni up to date tunamuita yeye ni mbarikiwa. Why? Kwa sababu Mungu, ukiangalia ule wimbo wa Magnificent ambao tunaopata kwenye Luka sura ya 1 mstari wa 46 mpaka 55, let's go and pass through it, ambao Maria aliimba baada ya kuwa overflowed na ile joy ya conceive. So kupokea, conceive, incarnation. Luka sura ya 1 mstari wa 46 mpaka 55 tunasoma. Luka 1 hapa anasema ni wimbo wa sifa wa Mariamu ambao unaitwa Magnificat. Wimbo wa sifa wa Mariamu ambao unaitwa Magnificat. Anasema Mariamu akasema, moyo wangu wamwadhimisha Bwana na roho yangu imemfurahia Mungu Mwokozi wangu. Je, ni wangapi wanaojua kumwadhimisha Bwana katika mioyo yao? Kumbuka, wamwabudu Bwana watamwabudu katika roho na kweli. Je, ni wangapi ambao, ni wanawake wangapi ambao wako tayari kumwadhimisha Bwana katika mioyo yao? Lakini pia roho yangu imemfurahia Mungu Mwokozi wangu, kwa kuwa ameutazama unyonge wa mjakazi wake. Hakusema kwa kuwa amemtazama mwanamke ambaye ni mkubwa zaidi duniani, no. Alikuwa anajiita mnyonge, alikuwa anajichukulia of low level. Umeona? She was not proud, she was very humble, very humble. Sasa kwa kuwa ameutazama unyonge wa mjakazi wake, kwa maana tazama, tokea sasa vizazi vyote wataniita mbarikiwa. Sijui unaelewa hapo mtumishi? Sasa kwa kuwa mwenye nguvu amenitendea makuu, na jina lake ni takatifu, na rehema zake hudumu vizazi hata vizazi kwa hao wanaomcha. Rehema zake hudumu. Kwa hiyo Mariamu alikuwa anajua, na I read one book kipindi hicho back then, nikaona kwamba anasema Maria kuconceive, ile kukutana na malaika, ni kwamba alikuwa yuko kwenye kuomba. Sio kwamba alikuwa tu papa anatembea, no, alikuwa anaomba. Alikuwa ni tabia yake kuomba. Ile 3 times a day alikuwa anaomba. So kwenye kuomba wakati wa mchana malaika akamtokea akamwambia, salamu Maria uliyejaa neema, na Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake. Tunaambia ile salamu ikamhuzunisha sana moyoni, akafadhaika, akashindwa kuelewa ni salamu ya namna gani hii. So tunaendelea hapa sasa, kwa kuwa mwenye nguvu amenitendea makuu, na jina lake ni takatifu, na rehema zake hudumu vizazi hata vizazi kwa hao wanaomcha. Amefanya nguvu kwa mkono wake, amewatawanya walio na kiburi katika mawazo ya mioyo yao. Kumbuka, Mungu wapinga wenye kiburi, bali wapa wanyenyekevu neema. Anasema amewaangusha wakuu katika viti vyao vya enzi, na wanyonge amewakweza. Wanyonge wanyenyekevu. Muone, ndio Biblia inasema nyenyekeeni katika mkono wa Bwana, naye atawainua kwa wakati wake. Sasa wenye njaa amewashibisha mema, na wenye mali amewaondoa mikono mitupu. Amemsaidia Israeli mtumishi wake, ili kukumbuka rehema zake, kama alivyowaambia baba zetu Ibrahim na uzao wake hata milele. That is magnificent. Hapo Biblia Maria akakaa naye kadiri ya miezi 3. Alikuwa ameenda kwa Elizabeth, na Elizabeth alipomwamkia Mariamu alipomwamkia Elizabeth, kitoto kichanga ambacho kilikuwa kina miezi 6 ndani ya tumbo la Elizabeth kikaruka kwa furaha. So kiliporuka kwa furaha,
ndo Elizabeth akajazwa na Roho Mtakatifu, akamwambia umebarikiwa kuliko wanawake, na hicho kilichoka ndani ya tumbo yako amebarikiwa. Mariamu ndo akashangaa sasa, akajawa na furaha ya hali ya juu. Lakini kitu kingine ambacho tunafahamu kwamba Mariamu alikuwa nacho ni favor, kibali. Alipata kibali. Ukiangalia Luka 1:30 mstari wa 30 hapa anasema, malaika akamwambia usiogope Mariamu, kwa maana umepata neema, you have found favor. Umeona, kwa Mungu umepata neema. Kwa wakati ya kitu ambacho unatakiwa muombe Mungu ni favor. Na niliwaambia favor with God and favor with men. Lakini kitu kingine, Maria, she was sanctity, alimaintain sanctity. Sanctity tunasema ni kwa wanawake, tunasema ni purity of heart. Alikuwa ni the most pure and most humble. Umeona, wakati malaika anamtokea, anamwambia kwamba, maana Mariamu aliuliza ile salamu, inawezekanaje? Malaika akamuelezea, akamdadavulia, akamwambia hii itakuwa hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Amwambia nguvu za aliye juu zitakushukia, na ndio maana huyu na nguvu za Roho Mtakatifu atakufunika, na ndio maana hicho kitakachokizaliwa kitaitwa kitakatifu, mwana wa Mungu. Umeona, Mariamu akasemaje? Mimi ndimi mtumishi wa Bwana, na iwe kwangu. Do you see that humbleness? Sijui unaelewa? Mimi ndimi mtumishi wa Bwana, na iwe kwangu kama ulivyonena. She believed 100%. Hakuwa na doubt. Tunaona kati ya mtu ambaye alikuwa na doubt wakati malaika ameongea naye ni Zekaria, baba yake na Yohana Mbatizaji. Zekaria alitokewa akiwa kwenye madhabahu, akiwa anafukiza ubani kwenye madhabahu. Malaika alipomwambia Zekaria ka doubt. Alipo doubt, malaika akamwambia utaongea mpaka haya yatokee. Umeona? Lakini Mariamu yeye hakudoubt, aliagree, mimi ndimi mtumishi wa Bwana, na iwe kwangu kama ulivyo. Lakini sio kwa agree tu, hiyo pia ni submission. She submitted to God. Alijisubmit. Na Mariamu alikuwa ni mtumishi wa Mungu kweli kweli, alikuwa anamtumikia Mungu, na ndio maana hii favor ikaja juu yake. Alikuwa anamtumikia Mungu, mtumishi. Sasa mimi ndimi mtumishi wa Bwana. Huwezi sema hayo maneno kama wewe ni mlevi. Sasa I'm sorry, lakini usiogope. Mungu leo hii amekuja kuongea na wewe. Leo hii anakubadilisha. Kuna the way ata change your mindset, kuna the way atabadilisha muonekano wako, atabadilisha mfumo wako wa maisha, na utafanana na hawa wanawake wa Biblia. Haleluya, watumishi wa Mungu. Lakini pia Mariamu alikuwa anamfundisha Yesu. Tunaambia sio kwamba tu alikuwa ni mama wa Mungu, but alimfundisha kwa maadili yaliyo mema. Alimfundisha. Ndio maana kwa kitabu ukisoma kitabu cha Timotheo wa pili sura 3 mstari wa 15 anasema, nao tangu mtoto mdogo umeelewa maandiko. Let's read Timotheo wa pili 3:15. Anasema, na yakuwa tangu utoto umeyajua maandiko matakatifu. Tunakumbuka Yesu Kristo alikuwa anakaa hekaluni akiwa mtoto, akiwa na miaka 12. Wamemsahau hekaluni, wanarudi kumtafuta. Wanamwambia, mbona mimi na baba yako sijui unakumbuka hiyo story? Umeona kwa hapa, nayo tangu utoto umeyajua maandiko matakatifu ambayo yaweza kukuhekimisha hata upate wokovu kwa imani ile iliyo katika Kristo Yesu. Kwa neno la Mungu atakuwa umfundishe mtoto wako tangu akiwa mdogo. Subiria kuwa, ndio maana nakwambia samaki mkunje angali mbichi. Pale ambapo utapata mtoto, na wewe mwenye mtoto, anza kumfundisha mtoto wako neno la Mungu mapema sana. Na ndio maana kuna namna alivyokuwa amemgroom, kuna namna alivyokuwa amemlea Yesu, kiasi kwamba akawa anajua kabisa kwamba huyu anaweza akatenda mambo makuu. Tunakumbuka kwenye ile Yohana sura ya 2 kwenye harusi ya Kana, tunaambiwa divai ilipoishia alifanyaje? Akamfuata akamwambia hivi, hawana divai. Why? She knew ni nini Yesu anaweza akafanya. Lakini Yesu akamwambia, mama, nina nini wewe nawe, saa yangu bado. Umeona? La, angalia nini Maria alichoongea. Anasema baada ya kutoka pale akawaambia, lolote atakalowaambia fanyeni. Lolote atakalowaambia fanyeni, because I know, mimi ndo nimemgroom huyo, ninajua what he can do, ninajua the ability alionayo. Kwa hiyo lolote atakalowaambia fanyeni. So leo hii lolote ambalo Mungu anakuambia kupitia neno lake unafanya? Do you remember that day niliwaambia kwamba andika budget
ukitegemea kwamba ambaye ataisponsor ni Mungu na sio mwanadamu. So write it as if you are writing to God. Andaa bajeti yako kabisa ya vitu unavyohitaji, kila kitu. Je, wangapi wamefanya? Kama umefanya, andika hapo kwenye comment. Ona, yes. Kwa hiyo kuna vitu vingi sana ambavyo Mungu anatoa instruction kwetu kupitia neno lake na kupitia Roho wake Mtakatifu. Kumbuka, neno la Mungu hili ambalo tunalisoma hivi ni logos, lakini kuna rema word ambayo ni Roho Mtakatifu anaongea ndani yetu. Lakini pia mwanamke mwingine ambaye tunatakiwa tujifunze leo hii ni mwanamke ambaye anaitwa Maria Magdalena. Maria Magdalena. Tunaambiwa huyu mwanamke watu wengi sana wame mara moja. Maria Magdalena, tunaambiwa kwamba watu wengi wanamchukulia huyu mwanamke kama mwanamke mzinzi, but it's not true. It's not true at all. Maria Magdalena hakuna mahali pamekuwa recorded kwamba alikuwa mzinzi, but what we know ni kwamba alikuwa amepagawa na pepo 7. Pepo 7 ndo alikuwa amepagawa, na Yesu alivyokutana naye alimtoa. Kwa sababu gani? Na dhambi alizokuwa nazo, though hatujaonyeshwa kwamba ni kitu gani kilikuwa kinasababisha wale pepo wanaingia ndani ya mwili wake au ndani ya maisha yake, akijaa outlined kwenye Bible. Na yule mwanamke ambaye alikuwa mzinzi, kutokana na alienda mbele ya Yesu, Yesu alimcover, hata jina lake halijaandikwa. Alimcover vizuri kabisa. Kwa nini? Yeyote ambaye anaenda kwa Yesu, hata uwe na burden kiasi gani, hakuna dhambi ambayo Kristo haisamehe. Kila dhambi, Yesu alikufa kwa ajili ya dhambi zetu sisi wote watakao muamini tayari. Ndio maana Biblia kwenye Warumi sura ya 8 mstari wa kwanza anasema hakuna hukumu ya adhabu kwa hao walioko ndani ya Kristo Yesu. Hakuna hukumu ya adhabu. Kwa hiyo unatakiwa ujue kabisa kwamba dhambi zote ambazo umetenda tayari gharama yake imeshalipiwa pale msalabani. Wewe unachohitajika ni kumkubali Kristo na kuomba rehema. Kumkubali Kristo na kuomba rehema pamoja na msamaha. Swala la guilty kwamba sasa nimefanya hivi, no. Haitakiwi kabisa, haitakiwi kabisa. Usiwe na guilt. Kwa nini? Kwa sababu Kristo tayari ile adhabu ya msalaba, ile adhabu ya mauti aliangika msalabani. Na dhambi aliyokuwa amefanya ni ile ambayo ni ya watu watasema wote wametenda dhambi na wamepungukiwa utukufu wa Mungu. Warumi sura ya 3 mstari wa 23. Wote wametenda dhambi na wamepungukiwa utukufu wa Mungu. Alafu mstari wa 27, na wamehesabiwa haki bure kwa neema, sio kwa matendo ya sheria. Lakini tunafahamu kwamba huyu mama baada ya kuwa saved, kilichofuata alikuwa ni the most faithful and beautiful woman. Baada ya Mungu kumtoa kwenye zile changamoto alizokuwa nazo. Kumbuka Yesu alikemea lile pepo, akaliambia ondoka na usirudi tena ndani ya mtu huyu. Umeona? Lile pepo alikuwa kurudi. Na tunaambia baada ya hapo Maria Magdalene tunasema exhibit the most faithful woman kwenye Biblia. Alionyesha imani ya hali ya juu, lakini pia alionyesha kumpenda Yesu sana. Tutasoma leo, utaona. Je, wewe unampenda Yesu kwa kiwango hicho? Je, unapenda kuona kwamba Yesu anajulikana? Je, unapenda kuona kwamba watu wengi wanamjua Yesu kama Maria Magdalena alivyokuwa anafanya? Remember, Mungu haangalii past ya mtu. Ndio maana akifuta, anakusamea makosa na anafuta uovu wote. Biblia inasema hivi, mimi ni Mungu nikusameaye makosa yenu yote, nikusameaye dhambi zenu zote. Zaburi ya 103 mstari wa 3. Anaanza nikusameaye magonjwa yenu, nikuponyaye magonjwa yenu yote na nikusameaye maovu yenu yote. Zaburi ya 103 mstari wa 3. Kwa hiyo Mungu akishasamehe, na ndio maana msiakumbuke mambo ya zamani, msiakumbuke hivyo vitu vilivyopita, usivikumbuke. Don't remember your past, kwamba sasa mimi nilikuwa mwovu sana, yani nilikuwa naenda disco. Hivyo vitu achana navyo. Sasa hivi focus na unakoelekea, focus na mbele yako. Na ndio Biblia inasema hivi, mwisho unamata sana kuliko mwanzo wa mtu. Mwisho wako utakuaje? Focus na the end. This time around tuko kwenye nyakati za mwisho. Je, umejiandaa vipi moyoni mwako? Je, upendo wa Kristo umejaa ndani yako? Je, unampenda Mungu kweli kweli au unazuga, mtumishi? Je, unampenda Mungu kweli kweli au unazuga? Ni leo unasema unampenda Mungu, umeacha dhambi, kesho umo tena. No. Try your level best. Show that love kwa Mungu. Unaona Maria Magdalene
ni kitu ambacho alikifanya kikubwa ni kwamba baada ya kuwa saved alimtumikia Mungu wholehearted. Ukisoma Luka sura ya 8 ule mstari wa 3 I think, anasema wanawake hawa wakamtaja Maria Magdalene, yeye ambaye aliondolewa pepo 7. Umeona? Alafu akataja nani yule mke wa let's read Luka sura ya 8. Luke chapter 8. Inasema mstari pia sana, na wanawake kadha wa kadha ambao walikuwa na pepo wabaya na magonjwa wakaponywa, nao ni Mariamu aitwaye Magdalene aliyetolewa na pepo 7. Mstari wa 9, na Yohana mkewe Kuza wakili wa Herode na Suzana na wengine wengi walikuwa wakimhudumia kwa mali zao. Hawa wanawake walikuwa wanamhudumia Kristo kwa mali zao. Kumbuka Yesu alifanya ministry na tujaona mahali popote walienda kuomba popote, lakini kuna watu ambao walikuwa wanamhudumia kwa mali zao. Kwa nini hii Maria Magdalene? Magdalene ni kama ilivyo Yesu wa Nazareth. Magdalene ni mji na ule mji unamaanisha etawa au ekast, na ulikuwa ni mji ambao uko pembezoni mwa Galilaya ambao ulikuwa unajulikana kwa biashara sana, na mama huyu alikuwa ana mali nyingi. In short, alikuwa ni yuko vizuri, na ndio maana aliweza kumtumikia Kristo kwa mali zake. Umeona, alikuwa anamhudumia kwa mali, with their property. Umeona, kwa ministry ya Yesu ilikuwa inaendeshwa na wanawake kadha wa kadha ambao walimtumikia kwa mali zao, na huyu kwenye ministry alikuwa amejitoa haswa, alikuwa anatembea na Yesu popote anapoenda, alikuwa pamoja nao ili kuwahudumia. Sijui unaelewa mtumishi? So huyu mwanamke kitaalamu tunasema alikuwa ni kingdom financier, ni mwanamke ambaye alikuwa ana finance ufalme wa Mungu. Je, sasa hivi ukisikia kuhusiana na project za Mungu, how much do you contribute? Je, umejifunza kutokana na huyu mwanamke kwamba alikuwa ni kingdom financier? Unatakiwa ujue kitu kimoja. Let me teach you one thing. Unapo contribute au unapotoa kwa ajili ya Mungu, you are not losing. You are not losing. Let's open Wakorintho wa pili sura ya 9 kuanzia mstari wa 6. Tufungue Wakorintho wa pili sura ya 9 kuanzia mstari wa 6. Ukifika ule mstari wa 6 sasa hivi, apandaye haba atavuna haba, apandaye kwa ukarimu atavuna kwa ukarimu. Alafu mstari wa 7 anasema kila mmoja na afanye kama alivyokusudia moyoni mwake, sio kwa huzuni wala sio kwa lazima, kwa maana Mungu humpenda yeye atoaye kwa moyo wa ukarimu. Na ile neno humpenda lina maana nyingi sana. Go and read the Amplified Bible. Let's read together. Let's read together. Let's read the Amplified Bible. Kwa maana Mungu humpenda, kwa maana Mungu humpenda yeye atoaye kwa moyo wa ukarimu. Why does it not open? Naona hapa ina changamoto. Let me share my screen with you, tukafungue wote muone hapa. Acha ni share screen yangu. Let me share my screen. We go and see all of you. Kumbuka ni Wakorintho wa pili sura ya 9 kuanzia mstari wa 6. Kingdom financial. Wakorintho wa pili sura ya 9 kuanzia mstari wa 6. Mona anasema mstari wa 7 sasa twende. Anasema let each one give thoughtful and with purpose, just as he has decided in his heart, not grudgingly or under compulsion, for God loves a cheerful giver and delight in the one whose heart in his giving. Not this version ambayo nilikuwa naitaka. That is one, the Amplified Bible. Hii hapa na highlight hapa muone. Watumishi mnaona? Usikute uoni. Verse 7. Anasema hivi, let each one give as he has made up his own mind,
and purposed in his heart, not reluctantly or sorrowfully or under compulsion. For God loves, maana ile neno Mungu humpenda, maana yake nini? Kwenye bracket hapa ameandika he takes pleasure in. Namba moja, Mungu anamfurahia, pleasure. Mone, alafu asema prizes above other things. Mungu anampa tuzo kuliko mtu yeyote yule. Kumbuka unigiver. Alafu anasema and is unwilling to abandon or to do without. Mungu hawezi fanya chochote bila huyu mtu. Unaona? Anasema a cheerful, kwenye bracket anasema joyous, prompt to do. Mtu ambaye anafurahia. Alafu anasema giver, whose heart is in his giving. Ambaye yale matoleo anayotoa, yes, moyo wake uko ndani yake. Kwa hiyo sio anatoa tu, no, anatoa kitu ambacho ndani yake moyo uko pale. So huyu mtu aina hii ni anatoa huko anafurahia. Umeona? Kwa hiyo hapa tunaanzia tena mstari wa 6. Nataka turudie ili muelewe vizuri. Sasa lakini nasema neno hili, apandaye haba atavuna haba, apandaye kwa ukarimu atavuna kwa ukarimu. Kila mtu na atende kama alivyokusudia moyoni mwake, si kwa huzuni wala si kwa lazima, maana Mungu humpenda. Umeshaelewa hilo neno, maana Mungu humpenda? Hilo neno humpenda ni nini? Umeona? Yeye atoaye kwa moyo ukunjufu. Hapa sasa, na Mungu aweza kuwajaza kila neema. Na hili neno kila neema, maana hapa sasa, na Mungu aweza kuwajaza kila neema kwa wingi. Maana hili neno kila neema, maana yake ni kwenye bracket tunatakuwa weke ni favor and earthly blessings. Kwa hiyo sometimes favor unaweza ukaipata through giving. Sasa Mungu aweza kuwajaza kila neema kwa wingi, ili ninyi mkiwa na riziki za kila namna siku zote mpate kuzidi sana katika kila tendo jema. Let's go back to Amplified Bible uone. Anasema and God is able to make all grace. Hapa angalia, every favor and earthly blessing. Sasa nataka nikuonyeshe ni ukisikia maana ya earthly blessing ni nini. Utaenda kwenye kitabu cha kwanza, kwenye kitabu cha Mithali sura ya 10. Watumishi mpo, msikute mmeshasinzia. Kwa kitabu cha Mithali sura ya 10 mstari wa 22 anasema hivi, baraka ya Mungu hutajirisha. Kwa hiyo pale anasema na Mungu aweza kuwajaza kila neema, and God is able to make all grace come to thee, come to you. All grace ni favor and earthly blessings, na baraka ya Mungu hutajirisha wala haichangamani huzuni. Huzuni sio masikitiko pale, huzuni anaongelea struggles. Kwa hiyo kwenye maisha hauta struggle if and all if baraka ya Mungu ikiwa juu yako. Nenda kasoma kitabu cha Mwanzo sura 26. Utamwona mtu mmoja alikuwa anaitwa Isaka. Isaka kulitokea njaa. Isaka ni mtoto wa Ibrahim. I think nimeshawaambia tena, and I repeat it again. I repeat it. Umeona, kulitokea njaa. Isaka naye akataka kwenda Misri kama baba yake. Mungu akamwambia pana, baki hapo. Biblia sasa hivi Isaka akapanda mwaka ule, akavuna vipimo 100 kwa kimoja. Biblia sasa hivi Bwana akambariki. Mtu huyu akawa mkuu, tena akawa mkuu sana. Wafilisti wakamuhusudu, and the Philistines envied him. Umeona? Wafilisti wakamuonea wivu. Mfalme wa Filisti akamfuata akamwambia hivi, ondoka nchini kwetu kwa sababu wewe una nguvu kuliko sisi. Mfalme wa Gerari ule Abimeleki akamfuata akamwambia ondoka. Just imagine one person anakuwa na nguvu kuliko taifa zima. Umeona? Jamaa akaondoka. Na alipoondoka akaenda akachimba visima ambavyo baba yake Ibrahim alikuwa amevichimba vikawa vimefikiwa. Akawa na vichimba. Wakaja wakachukua kisima cha kwanza, akawaachia. Akaenda akachimba kingine. Nenda kasome Mwanzo sura 26. You will see the very interesting story nayo kwambia hapo. Akaenda akachimba kingine. Wakaja wakakichukua, akawaachia. Ni kwa nini walikuwa wanaamama? Kwa sababu jamaa alikuwa akichimba, wakija kuchukua maji hayatoki. Kwa akienda kufukua kingine, wakija akiondoka maji yanaondoka. Kwa hiyo jamaa alikuwa anatembea na baraka, the blessing of the Lord. Just imagine. Yani nikiondoka na mimi juu ya muzi tena. Nikiondoka hii kampuni inakufa. Yani ndio inatakiwa hivyo. Kiasi kwamba yani ujue kabisa value yangu mimi ni so high to the maximum, kiasi kwamba mimi nikiwepo hapa, ndio maana mnapata sellings za aina hii, mnapata revenue za aina hii. Inatakiwa utakapoingia kwenye biashara, kwenye ulimwengu wa biashara au kwenye kazi, go and listen message ya Pastor Tony inayosema Wakristo katika ulimwengu wa biashara. Utaona mambo makubwa mno. Utaona vitu vikubwa ambavyo vinafunuliwa kwenye ile message aliyofundisha Pastor Tony Kapol. So go and listen before hujaanza biashara, au hata kama una mpango wa kwenda, go and listen to that message. You will get something so huge, so profound. So Isaka yeye akaendelea akachimba tena kisima kingine. Hicho hawakuja kukichukua, ndo akasema Rehoboth. Maana yake nini? Bwana ametufanyia nafasi, nasi tutazidi sana katika nchi. Turudi pale kwenye Wakorinto. Hiyo nilikuwa nakuelezea tu baraka.
Kumbuka hapo amesema mtu anayetoa na Mungu aweza kumjaza kila neema. Neema ambayo nilikwambia ni favor and earthly blessing. Nimekuonyesha tu mfano wa earthly blessing. Sasa tuendelee pale kwenye Wakorinto. Na share tena screen yangu. Watumishi, I want you to understand and get it clearly. Hapa anasema hivi, and God is able to make all grace, every favor and earthly blessing come to you in abundance. Hii sio pati yako, hii ni pati ya Mungu. Kwamba na Mungu aweza, huyo mtu anayetoa sasa, na Mungu aweza kuwajaza kila neema ije kwako kwa wingi, come to you in abundance, asa so that you may always and under all circumstances and whatever the need be self-sufficient. Kwamba itoke ili muda wote na katika hali yoyote, pale ambapo kutakuwa na uhitaji wote, uweze kuwa self-sufficient. Mtumishi anasema kwenye bracket hapa ameandika possessing enough to require no aid or support and furnished in abundance for every good work and charitable donation. Kwa hiyo Mungu anatufanikisha kiasi kwamba tunakuwa hatuhitaji chochote wala hatuhitaji msaada wa mtu yoyote, ili zaidi ili nini? Ili tuzidi zaidi sana kutoa, kusaidia wengine. Anasema tuzidi kufanya matendo mema, good work and charitable donation. Sijui watumishi mnaelewa? Mnaelewa kweli? Kumbuka ameanza hapo juu, apandaye haba atavuna haba, apandaye kwa ukarimu atavuna kwa ukarimu. Umeona? Alafu akasema let each one. Huyu ni Maria Magdalena anakuonyesha mtumishi ambaye alikuwa ni kingdom financial. Ministry yake ilikuwa ni kingdom financial, kufinance ufalme wa Mungu. Alafu hapa mstari wa 8 anaendelea wa 8 tumeshapiga, tunaenda wa 9. Anasema as it is written, he the benevolent person scatters abroad, he gives to the poor, his deeds and of justice and goodness and kindness and benevolence will go on and endure forever. Umeona? Mstari wa 10 anasema hivi, and God who provides seed. Kwa hiyo Mungu ndiye anayetoaga. Anasema naye ampaye mbegu mwenye kupanda na mkate kwa ajili ya chakula, atawapa na kuzizidisha mbegu zenu. Kwa Kiswahili version. English version hapa anakuambiaje? Anasema and God who provides seed for the sower and bread for eating will also provide and multiply your resources for. Kwa hiyo ni Mungu ndo anayeongeza. Umeona? Will also provide and multiply your resources for sowing and increase the fruit of your righteousness, which manifests itself in active goodness, kindness and charity. Kwa hiyo Mungu anazidi kuongezea resources kwa ajili ya kusow, kwa ajili ya kugive. Umeona? Ambayo hizo fruits zinakuwa manifested kwenye hivi vitu vitatu: active goodness, kindness, ukarimu na charity. Sio watumishi mnaelewa? Anaendelea anasema thus you will be enriched. Anasema mkitajirishwa in all things and in every way. Hii sio hapa hajasema so that you may be ile self-made billionaire. Sio kwamba ujitajirisha. Anasema thus you will be enriched, mkitajirishwa in all things and in every way so that you can be generous. Kwa hiyo Mungu anatubariki ili nini? Ili tuweze kuwa wakarimu zaidi. Kwa Mungu anatubariki ili tuwe baraka. Mnakumbuka kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 12 alimwambia Ibrahim, kama kukubariki nitakubariki ili uwe baraka, so that you can be generous. Sasa changamoto ya sasa hivi watu wako so stingy, hawataki kutoa. Umeona? Wako so stingy, hawataki kusaidia watu, lakini Mungu anawabariki watu ili watu waweze kusaidia wengine. Umeona? Hapa anasema and your generosity as it is administered by us will bring forth thanksgiving to God. Anasema for the service that the ministering of this fund renders does not only fully supply what is lacking to the saint. Kwa unapotoa kusaidia watu au unapotoa kwa ajili ya Mungu, haitoshelezi tu mahitaji ya watakatifu au ya wale watu ambao wanauhitaji. Anasema but it also overflow in many cries of thanksgiving to God. Kwa unapotoa ile hela, wewe unadhani tu umetoa. Naomba nirudi hapa watumishi. Unapotoa kwa ajili ya kusaidia, usizani kwamba tu umetoa kwamba nimechangia 5,000 kwenye hiyo charity au nimechangia 10,000 kwenye hiyo charity. No, haiendi tu kusaidia mahitaji ya wale watu, but hapa amekwambia hivi, inarudi mbele za Mungu with cries, overflow with cries of thanksgiving. Na ndio maana tunasema sadaka ya shukrani. Kwa nini? Ile sadaka inaenda mbele za Mungu. Kwa hiyo unaweza kadhani nimetoa 10,000 tu hivi. No, but kinachofanyika mbele za Mungu, inaenda mbele za Mungu kama machozi ya kumshukuru Mungu. Kwa hiyo namna nzuri ya kumshukuru Mungu is through giving.
Why ile anasema the ministering of this fund does not only supply the needs of God's people, but also it overflows with cries of thanksgiving to God. Sio watumishi mnaelewa? Na muda hujatuacha salama as usual. Lakini tunatambua kitu kingine kupitia Maria Magdalene ni kwamba alikuwa ni mwanamke ambaye alikuwa anampenda Yesu kiasi kwamba alitembea naye kila mahali mpaka kwenye mateso yake. Pale Yesu anasema kina mama msinilie mimi, Maria Magdalene alikuwa pale. Msalabani alikuwepo kiasi kwamba hata wakati Yusufu wa Armataios alipoenda kuomba mwili wa Yesu ili akauzike, waliouandaa ni Maria Magdalene, alikuwepo pia kwenye maandalizi, jinsi gani alivyokuwa anampenda Yesu. Na tunaambia ile asubuhi na mapema Jumapili, ile the first day of the week, asubuhi na mapema, ile siku ya tatu sasa baada ya Yesu kufa, asema Maria Magdalena. Kwa wale Wakatoliki kuna ule wimbo wanasema asubuhi na mapema Maria Magdalena alitoa unafahamu. So ile asubuhi na mapema Maria Magdalena ndo alikuwa wa kwanza kwenda kuangalia mwili ili kupaka manukato. Anafika pale anashangaa jiwe limeviringishwa. So naomba tusome, ni kitabu cha Yohana sura ya 20. Tumalizie, we are about to finish. Kumbuka tunatakiwa tuangalie Mariam kwenye Biblia wako 6 na huyu ni namba 2. So tutaishia na huyu tu then tuingie kuomba. Yohana kitabu Injili ya Yohana sura ya 20. Watumishi kama mnanielewa andika hapo kwenye comment tunakuelewa mtumishi. Right there. Ukisoma tutasoma wote kwa pamoja. Yohana sura 20 kuanzia mstari wa kwanza. Anasema hata siku ya kwanza ya juma Mariam Magdalena alikwenda kaburini alfajiri, kungali giza bado, akaliona. Wow, thanks so much. Kungali giza bado, akaliona lile jiwe limeondolewa kaburini. Basi akaenda mbio akafika kwa Simoni Petro na kwa yule mwanafunzi mwingine ambaye Yesu alimpenda, akawaambia, wamemuondoa Bwana kaburini, wala hatujui walipomweka. Akaenda mbio alikimbia mtumishi. Achana wewe unatembea tu kidogo, nasikia kufa, huyu alikimbia. Wewe na watania tu hapa. Basi Petro akatoka na ule mwanafunzi mwingine wakashika njia kwenda kaburini. Umeona? Anasema wakaenda mbio tena. Wewe unafanya mazoezi mtumishi. Anasema wakaenda mbio wote wawili, na yule mwanafunzi mwingine akaenda mbio upesi kuliko Petro. Yule Yohana sasa ambaye alikuwa anampenda sana Yesu. Umeona? Akawa kwanza kufika kaburini. Akainama na kuchungulia, akaona vitambaa vya sanda vimelala, lakini hakuingia. Basi akaja na Simoni Petro akaingia ndani ya kaburi, akavitazama vitambaa vilivyolala, na ile leso iliyokuwa kichwani pake haikulala pamoja na vitambaa, bali imezongwa mbali mahali pa peke yake. Basi ndipo alipoingia, niko mstari wa 8. Basi ndipo alipoingia naye yule mwanafunzi mwingine aliyekuwa wa kwanza wa kufika kaburini, akaona na kuamini, kwa maana hawajalifahamu bado andiko ya kwamba imempasa kufufuka. Basi wale wanafunzi wakaenda zao tena nyumbani kwao. Sasa nataka nikuonyeshe the part of Maria Magdalena alichokifanya. Anasema mstari wa 11, Yohana sura 20 kuanzia mstari wa 11. Anasema lakini Mariam alikuwa akisimama karibu na kaburi, nje yake analia. She was weeping for his Lord. Anasema basi akilia hivi, aliinama na kuchungulia ndani ya kaburi, akaona malaika wawili wenye mavazi meupe wameketi, mmoja kichwani na mmoja miguuni, hapo ulipolazwa mwili wake Yesu. Nao wakamwambia, mama, unalia nini? Umeona? Akawaambia, kwa sababu wamemuondoa Bwana wangu. Wamemuondoa nani? Bwana wangu, Mungu wangu, my Lord, aliyeniondolea aibu yangu, aliyenibadilisha maisha yangu. Umeona? Wamemuondoa Bwana wangu, wala mimi sijui walipomweka. Naye akisha kusema hayo, akageuka nyuma, akamuona Yesu amesimama, asijue ya kuwa ni Yesu. Mstari wa 14. Mstari wa 15, Yesu akamwambia, mama, unalia nini? Unamtafuta nani? Naye huko akidhani ya kuwa ni mtunza bustani, kumbuka ile kaburi ilikuwa kwenye bustani, anasema akamwambia, Bwana, ikiwa umemchukua wewe, uniambie ulipomweka, nami nitamuondoa. Mstari wa 16 anasema Yesu akamwambia, Mariam. Yesu akamwita Mariam. Sio unaelewa? Yeye akageuka, Mariam sasa akageuka akamwambia kwa Kiebrania, Rabon,
yani mwalimu wangu. Aliwezaje kujua? Baada ile tone, kuna namna Yesu alikuwa anamuitaga, kuna namna alikuwa na connection na Yesu kiasi kwamba alikuwa anajua kabisa this is the Lord's voice. Alikuwa na uwezo wa kudiscern na kujua kabisa. Kumbuka yeye aligeuka akizani mtunza bustani, hakutaka hata kumwangalia usoni, akizani mtunza bustani kana amwambia, kwa sababu alikuwa anaugua, anambia kama ni wewe umemficha, niambie basi niende nikamchukue. Umeona? Lakini Yesu akaita Mariamu. Alivyoita hivyo, kondoo wangu waisikia sauti yangu. Wow. Do you hear the voice of the Lord? Au ndo unaanza kusema watumishi tumepigwa. Je, unasikia sauti ya Mungu? Una uwezo wa kusikia. Kondoo wangu wanijua nami nawajua, nao wanaijua sauti yangu. Na sio, unaelewa mtumishi? Umeona? Yesu akamwambia Mariamu, yeye akageuka akamwambia kwa Kiebrania Raboni, yani mwalimu wangu. Yesu akamwambia usinishike, kwani alitaka kumwangukia na kumwabudu. Akamwambia usinishike, kwa maana sijapaa kwenda kwa Baba, lakini enenda kwa ndugu zangu ukawaambie, ninapaa kwenda kwa Baba yangu naye ni Baba yenu, kwa Mungu wangu naye ni Mungu wenu. Mariamu Magdalene akaenda akawapasha wanafunzi habari ya kwamba nimemwona Bwana, ya kwamba amemwambia hayo. Kwa hiyo the turning point of our Christianity ambayo ilikuwa ni kwenye kufufuka kwa Yesu, wa kwanza kabisa kuwitness na kuwa messenger na kuwa mwinjilisti wa kwanza, mhubiri wa kwanza ni Maria Magdalena. Ndio alipokea the first message before all individuals on the earth. Akaambiwa nenda ukawaambie. Je, wewe unawaambiaga marafiki zako kuhusiana na Yesu? Je, ulishawaambia kuhusiana na hii meeting kwamba tunaongea habari za Yesu? Je, ulishawahi kuwa taarifu? Je, ulishawahi kuwa messenger kubeba ujumbe wa Yesu kwa watu wengine na kwa taarifu? Je, ulishawahi kuwashuhudia nini Yesu amefanya kwenye maisha yako? Je, ulishawaambia kwamba Yesu anabadilisha watu? Je, ulishawaambia chochote kile kuhusiana na Yesu? Can you speak? Can you just speak? Unaweza hata kuongea kidogo tu jamani mtumishi. Can you do that? Jamani, naomba tuwe kama Maria Magdalene. Maria Magdalene alikuwa ni mtu ambaye alikuwa sio wa kutazama. Kumbuka wale pepo walikuwa wanamvuruga. Pepo walikuwa wamharibu behavior, lakini akili ilikuwa imepigwa. Kiasi kwamba wale pepo walikuwa wanamfanyia vitu vibaya sana. Kwa hiyo ndio maana Yesu akawakemea, akamwambia msirudi tena. Alivyowakemea, tunaambia akamtoka. Lakini walipomtoka pale pale situation ikachange. Baada ya kukutana na Yesu akabadilika. Akawa ni mwanamke ambaye ni full of faith na mwenye upendo wa hali ya juu kwa Bwana Yesu. Je, na wewe una upendo wa aina hiyo kwa Mungu? Je, unatamani kuwa hivyo? Sasa kama unatamani, omba. Umeona hapa mwishoni hapa, je, una yale matangazo yanapitagaje? Anakuambia, je, unasumbuliwa na harahara? Je, una nani? Je, sasa dawa yako. Na mimi leo hii naambia, je, unatamani kuwa kingdom financial? Je, unatamani kuona ukuu wa Mungu katika maisha yako? Dawa ni hii hapa, ni neno la Mungu, ni the Bible. Kwa hiyo kaa karibu na neno la Mungu, kaa karibu na neno la Mungu, kaa karibu na neno la Mungu mtumishi. Kaa karibu na, kuna mtu hapa anashangaa, mtumishi anagusa nini? Nagusa msalaba. Umeona, msalaba ndiyo asili ya mema, nitatua mzigo wako, nina uzima, furaha daima, rohoni na furaha. The joy of the Lord. Furaha katika Bwana ndizo nguvu zetu. Watumishi, nawashukuru sana. Mungu awabariki mno. I salute you all kwa kujitoa, mmetoa muda wenu. Neno la Mungu linasema yeyote ambaye ataacha usingizi, ataacha kwenda kuangalia movie, ataacha chochote, atapata mara 100 hapa duniani na kisha kurithi uzima wa milele. Watumishi, maneno haya ninayowaambia ni roho tena ni uzima. This is the word of God. Kwa hiyo take it inside, anza kulifanyia kazi. Mwambie Mungu, I wanna be kingdom financial. Mungu, ministry ulionipa mimi ni ipi? Lakini currently kwa ufunuo niliopata, Baba, ninataka kuwa kingdom financial. Mungu, nipe mimi resources za kukutumikia wewe. Umeona kwenye Wakorintho wa pili sura ya 9 mstari wa 10 anasema, naye ampaye mbegu mwenye kupanda na mkate uwe chakula atawapa. Umeona pale kwa Ibrania ameandika resources for sowing. Atawapa mbegu na atazidisha mazao ya haki yenu. Mazao ya haki yenu yanadhibitika kwa nini? Kwenye kutoa. Kwa hiyo huwezi kutoa kama hauna. Kwa hiyo inabidi Mungu akupe kwanza ili upate cha kutoa. Kumbuka, unapotoa unafanya agano na Mungu. Biblia kwenye kitabu cha Zaburi 55 sura ya Zaburi ya 50 mstari wa 5 anasema hivi, nitafutieni wacha wangu waliofanya agano na mimi
kwa dhabihu. Maagano na Mungu yanafanywa kwa sura ya 3 mstari wa 8 anasema mnaniibia zaka na dhabihu. Anasema leteni zaka kamili muone kama sitafungulia madirisha ya mbinguni na kuwashushia baraka tele hata mseme na mahali pa kuweka au la. Umeona? Sasa nami kwa niaba yenu nitamkemea ala. So kuhusiana na zaka na malimbuko tutaongea kesho, mnikumbusha watumishi, lakini leo nataka nikuonyeshe tu kuhusu dhabihu. Pale amesema mnanibia zaka na dhabihu, lakini sisi tumekomaa tu na zaka, tunasahau dhabihu. Sasa dhabihu ni nini? Dhabihu ni sadaka ya hiari iliyonona unayopeleka mbele za Mungu. Ukisoma kitabu cha Waebrania sura ya 11 mstari wa 4 anasema kwa imani Habili alitoa dhabihu iliyo bora, umeona, kuliko Kaini, naye angali amekufa huku ananena. Kwa hiyo dhabihu iliyo bora tunaonyeshwa nani alitoa? Habili dhabihu. Sasa Habili alitoa nini? Unaenda Mwanzo sura ya 4 mstari wa 4, tuanzie mstari wa 3, anasema hivi Kaini akaleta mazao ya shamba sadaka kwa Bwana. Mstari anasema Habili naye akaleta wazao wa kwanza wa wanyama na sehemu zilizonona sadaka kwa Mungu. Bwana akaita. So Habili kwenye Waebrania anatuambia alitoa dhabihu iliyo bora. Dhabihu gani? Alitoa sehemu ya kwanza malimbuko na sehemu zilizonona sadaka ile ya ile ambayo unabeba unaenda nao mbele za Mungu. Je, ni it's worth it? Je, mama yako tuambie mwanangu nisipeleke kwa maana sasa mtumishi unatupa swedi na tunatakiwa tutoe, sio kwa huzuni wala sio kwa lazima. Wakorintho wa 2:9-7 sema kila mmoja na atoe kama alivyokusudia moyoni mwake, as he has purposed in his heart. Na pale anasema moyoni, kama alivyofikiria kwa akili yake. Hii kitu inatakiwa iingie akilini. Usitoe tu kama mtu wewe unaambia tu unajitoa mtumishi na upako hapa na nini chote umetoa. Lazima ufikirie kwanza kwa akili yako kwanza, as he has made up his own mind. Umeona? Sio kwa huzuni. Kwa hiyo ukitoa usianze kuhuzunika, wala sio kwa lazima. Usije ukawa umelazimishwa, kwa maana Mungu umpenda yeye atoae kwa moyo wa ukarimu. Shalom watumishi wa Mungu, mmenielewa? Andika hapo kwenye comment kwamba mtumishi tumekuelewa. So prayer point, twende kuomba, maana leo tumepiga watumishi, mmeweza kubaki mpaka sasa. Mungu awabariki sana. So I know this time naitoa kwa ajili ya Mungu. God sees it all. Mungu anaona na Mungu atawalipa. God will repay. Biblia sasa hivi yote amwendea Mungu aamini ya kwamba yuko na kwamba huwapa thawabu wale wamtafuta. Na anasema hivi, nawapenda wale wanipendao na wanitafutao kwa bidii wataniona. Bidii, diligence. Wanitafutao kwa bidii wataniona. Niliwaambia there is a day nilikuwa naongea mahali, nilikuwa nawaambia kwamba unaona kama vile mtu ataka kununua iPhone original. Sasa najua sijai kuiona na original, anaanza kuuliza kwa watu hivi nikitaka, anafuata wale watu wenye hizo simu, hivi nikitaka original nafanyaje? Ni sana sasa hivi watu wengi wanasema kuna watumishi wa uongo, kuna walimu wa uongo, sijui kuna manabii wa uongo. Yes, it's true, wapo. Lakini je, umefanya juhudi gani kutaka kuwatambua? Je, unawapima kutokana na neno la Mungu? You measure. Changamoto inaanza hilo neno kwa hiyo tumishi, focus kwenye neno la Mungu. Jifunze, soma Biblia, penda kusoma Biblia, penda kusikiliza mahubiri mbalimbali, penda kuhudhuria nyumba ya ibada. Ukisoma Zaburi ya 84, wow, Zaburi ya 84 so profound. Hiyo ni assignment nawapa, muende mkasome Zaburi ya 84. You will see it. Anasema wanahama kutoka utukufu hadi utukufu hao walioko katika mlima Sayuni, na mlima Sayuni ni mlima wa Mungu, is the presence of God. Kwenye uwepo wa Mungu wana shift from strength to strength kuomba. Thank you so much. Mungu